Ni muhula wa pili, wasomaji zaidi ya wawili. Wahariri walijitolea kwa kusudio hili na maripota wenye uzoefu mithili ya shilingi kwa ya pili, tayari kwa habari hizi za Olimpiki zinatakwako na wasomaji hawa wawili. Na mchambilecho wa Swahili ni kwamba umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. Neema, usisahau kwamba maandiko matakatifu vile vile yananukuu Mungu ni utatu. Na anachomaanisha mwenzangu ni kuwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Tumebobea, tumetopea, sote tunang'aa gizani. Jina langu Neema Abdalla, jina lako Fidel Umolo, jina lake Yvonne Mudhoki. Basi ni kipi kipo mezani? ugali kwa nyama, ukipenda wali wa nazi. Acha masiara. Na moto ulizuka katika shule ya wasichana ya utumishi. Moto huo uliwaacha wengi vinywa wazi, huku picha ya hali hii ikitokea shule, huku zaidi ya wanafunzi 16 wakiangamia motoni. Na mbali na hayo ni kwamba Kenya ilinyakulia dhahabu katika mashindano ya wanariadha nchini Xiamen, China. Ushindi huo ulionyesha uwezo wa Kenya katika sekta ya ukimbiaji. Nicholas Wafula ana mengi. Mwanariadha wa Kenya Ferdinand Omanyala aliibuka mshindi katika mbio za mita 100 katika mashindano ya Diamond huko Xiamen nchini China, huku mwanariadha wa Afrika Kusini akiibuka nambari ya 10. Nikiripotia runinga la Olympic, langu jina ni Nicholas Wafula. Asante sana Nicholas kwa taarifa hizo. Ugonjwa wa Ebola umewafanya Wizara ya Afya kuwa na tumbo joto. Serikali kwa sasa imeanzisha mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huo. Michelle ana mengi ya kusema. Serikali ya nchi ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imezindua mikakati ya kukabiliana na virusi ibuka vya Ebola. Hili lifuatiwa baada ya virusi vya Ebola kupatikana nchini jirani Uganda. Hotel runinga ya NHS. Joto la siasa linaendelea kuwika, huku wanasiasa wakionyesha vidole. Kiongozi wa UDA wamtaka katibu wao atimuliwe kufuatia kwa matamshi ya tupate mengi kutoka kwa Matilda Chelagat. Wanachama wa UDA wanataka katibu mkuu kutimuliwa kutoka kwenye cheo lake. Katibu huyo Hassan Omari aliomba msamaha baada ya matamshi yake, lakini wanachama wamesema msamaha tu haitoshi. Na jina Matilda. Naam, asante sana mwanaripota wetu kutoka kaunti ya Nairobi. Na tuelekee kwengineko ambapo wanasayansi nchini wana dhidi ya kurudia kuvaa suruali ya ndani. Ripota wetu alihudhuria kongamano hilo la wanasayansi. Taarifa yake Aima Valisha. Wanasayansi nchini wameonya dhidi ya kurudia kwa vazi la ndani. Ripoti hii ilionyesha kuwa urudiaji wa suruali za ndani inasababisha virusi. Pia inaongoza na magonjwa ya ngozi, haswa kwa wanaume. Nikiripotia runinga ya OHS. Tupate ripoti ya upanuzi wa masomo kutoka kwa Abel. Je, wanipata? Wanafunzi wa walihudhuria hafla ya Bismarck shule ya upili ya Dandora na baadhi ya walimu. Lengo kuu ikiwa ni kunakili jinsi wanafunzi wa Dandora waliendeleza masomo yao. Asante sana Abel Juma. Habari za Je Wajua? Tueleze. Na mnatazama kulia kushoto na muona mwana wa babu unanipata. Babu amewahi kukuuliza mjukuu, ikiwa nitakupa 100,000 utaweza kuchukua vyeti vyako vya shule? Mjukuu akajibu na kumwambia, babu, ikiwa utanipa 100,000 kama unavyosema, basi sitachoma vyeti vyangu tu, bali nitajichoma shule pamoja na walimu. Sisemi. Na mkiangalia kwingineko na muona mwana wa babu. Je, wanipata? Naam, nakupata kwa hali iliyokuwa shwari zaidi. Kulikuwa na wanafunzi watatu ambaye walikuwa waerevu darasani, ambaye mwalimu alitaka kumchagua kiranja wa darasa. Akamuuliza mwanafunzi wa kwanza, wewe hufanya nini siku ya likizo? Akajibu na kusema, mimi huenda kwa Ayubu na kununua bangi. Akamuuliza mwanafunzi wa pili, wewe hufanya nini siku ya likizo? Akajibu na kusema, mimi huenda kwa Ayubu kununua pombe.
watatu ambaye alikuwa mwerevu sana darasani akamuuliza, wewe hufanya nini siku ya likizo? Akajibu na kusema, mimi husalia nyumbani na kusoma. Akamuuliza jina lake, akasema, mimi ndiye Ayubu. Yatafakari hayo. Mtazamaji, tafakari. Lakini kabla hujatafakari, niruhusu nikueleze kwamba ni heri kula karo ya shule kuliko kula karo wa shule. Na hii ndiyo siku ya mwanagenzi katika shule ya upili ya Olimpo. Hii ndiyo imekuwa safari katika shule ya upili ya Olimpo. Tuko fresh.